Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo jioni nilikuwa na pisa katika mitandao ya kijamii. Nikaona cover la juu la audio moja ya Mufti Opongwe, ambalo kwamba limewekwa na mmoja katika watu ambao kwamba wanatuma sana audio zake. Rubama ni mwanafunzi wake, na rubama inawezekana ni mmoja katika watu wake wa karibu, watu wa genge lake. Alhasil, mmoja katika watu wake ameweka audio yake, kisha juu cover la juu linasomeka hivi, yani limeandikwa maneno ya Kiswahili kisha ya Kiarabu. Yale ya Kiarabu yanasomeka kama hivi, nadhani hiyo cover tumeweka hapo juu, unaiona: Fawaidus Salafiyun, Fawaidus Salafiyun. Sasa طبعا kabla sijaingia kuirekebisha hii ibara na kueleza makosa yake, yani sio kitu kilikuwa cha kutilia umuhimu sana na kutushughulisha, lakini nilipenda tu kuwatanabaisha ya kwamba hawa watu ambao kwamba mnaoona wanatutukana sisi katika mitandao ya kijamii, hawa watu ambao kwamba mnaotuona wanaotushambulia, dhalika mabalaghuhum min al-ilm, huo ndio upeo wao elimu. Yani ndo hao ambao kwamba watutukana na kutushambulia na nini. Yani mtu ambaye kwamba hata kuandika ibara za Kiarabu hajui, badala aje aketi tumsomeshe, badala atusikilize tumsomeshe, aanza kutukana na kutushambulia. Sasa nafikiri hii ibara, hata lau wanafunzi wangu hapo wale wadogo wangelikuwako, tungewaachia wakarekebisha. Lakini alhasil, ili neno fawaid ni khabar ya mubtada ambayo kwamba ni mahdhuf, takdiri yake ni hadhihi fawaid. Kwa hivyo hii as-salafiyun haki yake ilikuwa si rafi, haki yake ilikuwa ni fawaidus salafiyin, kwa sababu hii as-salafiyun ni mudhafun ilayhi, na hukumu ya mudhafu ilayhi katika lugha ya Kiarabu huwa ni majururi. Hili alifahamu hata mwana mdogo wa chumba cha kwanza, afahamu kwamba mudhafun ilayhi hukumu yake ni majrur, sio rafu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mudhafun ilayhi huwa alhas, ngoja kabla hatuingie huko, hii as-salafiyun nisba huwa haiendi kwa jamu, nisba huwa haifanyi kwa jamu. Yani huwezi kusema fawaidus salafiyin mathalan, hata ukienda kanuni ya sawa ya kilugha utasema fawaidus salafiyya, kwa sababu nisba inanasibishwa kwa mufrad. Yani mathalan huwezi kusema mathalan hawa huwa, wacha nitumie mfano yao, hawa mawahabi mujassima huwa wanatutukana sisi masufi, wanasema hawa ni quburiyun. Sasa hili neno lenyewe quburiyun kilugha ni makosa. Ingelikuwa mwataka kusema hivyo, ilibidi mseme qabriyun, kwa sababu nisba huwa ifanywa kwa jamu, nisba inafanywa kwa mufrad. Tuko vizuri sana. Wama ila dhalika, hatutaki kutoa mifano mingi. Mathala huwezi kusema al-mal'abu duwaliyu, tasema al-mal'abu dawli. Yani ukitaka kusema kwamba uwanja ule wa kimataifa, huwezi kusema al-banku ad-duwaliyu, utasema al-banku ad-dawliyu, wama ila dhalik. Kwa hivyo hii sawa, ilibidi iwe fawaidus salafiyya, sio fawaidus salafiyun. Fawaidus salafiyyati ndio ilibidi iwe hivyo, faida za masalafi. Sasa mudhafun ilayhi amerufaishwa, na hapa kuna kitu ambacho kama walikuwa wataka tushare pamoja na nyinyi, kizuri sana cha kufurahisha, tabana kitu cha ilmi. Amiru Shuara Ahmad Shauqi Bek, kuna kasida yake maarufu ambayo kwamba alitunga inayosema: qum lilmuallimi wafihi tabjila, kada almuallimu an yakuna rasula, araaita ashrafa wa ajalla min alladhi yabni wa yunshiu anfusan wa aqula,
subhanaka Allahumma khayra muallimin allamta bil qalami al qurun al ula akhrajta hadha al aqla min dhulumatihi wa hadaytahu an-nur al mubina sabila. Mpaka mwisho wa kasida. Ni kasida ndefu sana. Lakini baada ya kutunga hii kasida Amiru Shuara Ahmad Shauqi Bek, akaja mshairi mwingine ambaye kwamba anaitwa Ibrahim Tuqan, akamradi Amiru Shuara, akasema: Shauqi yaqulu wama dara bimusibati qum lilmuallimi waffihi tabjila uq'ud fadaytuka hal yakunu mubajjalan man kana linnash'i as-sighari khalila ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا حسب المعلم غمة وكآبة مرء الدفاتر بكرة وأصيلا 100 على 100 إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا ولو كان في التصليح نفعا يرتجى وأبيك لم أك بالعيون بخيلا لكن أصله غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا وأكاد أبعث سيبويه من البلاء وذويه من أهل القرون الأولى فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين البنوك قتيلا يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا. ما شاء الله. محل shahid ni kwamba asema nasahihisha kosa kisha faara himaran ba'da dhalika kullihi, yani nasahihisha kosa lakini hao natolea ushahidi wa Qur'ani, natolea ushahidi wa hadithi, natolea ushahidi wa shairi za zamani, natolea ushahidi wa maneno ya Sibawahi, naenda huku na kule. Faara himaran ba'da dhalika kulli, kisha baada ya juhudi zote hizi nakuja kumuona punda mmoja hivi. Faara himaran, nakuja kumuona punda mmoja ametokea pale Pongwe. Rafa'a al-mudhafa ilayhi wal maf'ula, mudhafu ilayhi na maf'ula amefanya nini? Amemrufaisha. Haya si maneno yangu, haya ni maneno ya ash-sha'iru Ibrahim Tuqan. Kwa hivyo haya ndio maneno machache ambayo kwamba taaliki ndogo ambayo kwamba nilikuwa nataka yani nitoe tobani kama kufurahishana tu na kuchangamsha bongo na kuambia jamaa kwamba kuweni makini, msikimbilie kutukana watu tu, rudini darasani, muketi msome, msikimbilie kutukana watu. Kutukana hakuhitaji elimu ati. Kutukana mtu yote aweza kutukana, lakini elimu ina wenyewe. Iendeni milango, ziendeni nyumba kupitia milango yake, msichupe ukuta, piteni milangoni, kiteni goti, musome. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo ateni kutukana watu. Badala ya kutukana watu, keteni chini msome. Badala ya kuunda hizo vichannel uchora vya kutukana watu na kushambulia watu, undeni channel ambazo kwamba muwaleta wanaozoni wawasomeshe, wawafundishe ili muepukane na fedheha kama hizi. Sasa hii ni mambo madogo sana ambapo kwamba hata watoto wadogo kabisa wa kitarika hawezi kufanya makosa kama haya. Sasa sijui nyinyi mnakuwa vipi. Alafu kisha baada ya hapo watu design hii tukija tukawapa darsa, tukija tukawatandika viboko kidogo vya kuatia heshima na adabu, watu anza kunena lakini ustadhi bwana mzidi bwana ukali sana nini, punguza na nini, najua na. Sasa watu kama hao hivi nifikiria wanafunzi kama hao wenye vichwa vigumu kama hao ambao kwamba hawaelewi, kila wanapofundishwa, kila wanaposomeshwa hawaelewi somo, tuwafanya nini? Sio hitaji viboko hao? Wahitaji nini kama sio viboko?